Mheshimiwa, kwa mara ya mwisho nimerudi hapa mwaka 2022. Nilikuwa mfungwa wa miaka 34 kasoro miezi 8. Ni Michus Talalila ambaye ni mkazi wa Kihanga, halmashauri ya mji wa Makambako, mkoa wa Njombe. Tunaomba hati miliki ya maeneo unayotuhakikishia kwamba tutakuwa ni sehemu yetu ya matumaini ya kubadilisha maisha yetu. Katika mkutano wa wakazi wa kata za Idofi na Makambako pamoja na waziri wa kilimo Daniel Chongolo ambaye ni mbunge wa jimbo la Makambako, uliokuwa na lengo la kujenga uelewa juu ya mradi wa skimu ya umwagiliaji ya Idofi unaotarajiwa kujengwa katika halmashauri hii. Michus amelazimika kumwomba waziri wa kilimo aweze kuwapatia hati ya maeneo yao yanayotarajiwa kujengwa mradi ili waweze kuwa na uhakika wa kubadilisha maisha yao kupitia kilimo cha kisasa. Wataalamu nyinyi hamwezi kuyatambua, au halmashauri na wataalamu wangu hamwezi kutambua na kuandikia dokumenti za hayo maeneo yao. Sasa shida nini? Hata hivyo, waziri Chongolo mara baada ya elimu iliyotolewa kwa wananchi hawa amewaondoa hofu wakazi hao na kuitaka halmashauri kutekeleza jambo hilo pamoja na kuendelea kutoa elimu zaidi juu ya mradi huo. Niko pale ulalo pale. Naona unaongea sana kipenda fasaha. Lakini ninaamini unajua. Natamani kulia mbele ya halaiki hii iliyojaa mbele yangu. Mheshimiwa, kwa mara ya mwisho nimerudi hapa mwaka 2022. Nilikuwa mfungwa wa miaka 34 kasoro miezi 8. Mheshimiwa Waziri, mimi hapa nilipo sina matumaini ya maisha. Napata tabu kuliko uwezo wangu wa ufahamu wangu. Wewe unasema huu mradi utatusaidia wananchi pamoja na mimi nikiwemo ndani. Una uhakika na unalolisema? Kama una uhakika, nitakuomba mimi kitu kimoja, uisaidie halaiki hii. Najua hata hiyo mwenye kinyongo, mwenye huzuni, mwenye uchungu, mwenye kilio itakuwa ndiyo tumaini lake. Nalo naomba kusema kama ifuatavyo. Najua uwezo ulionao ni mkubwa sana. Kwanza mbunge, pia ni waziri, umeaminika mara mbili. Umeaminika kwa wananchi, umeaminika na Mheshimiwa Rais na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa, tusaidie kitu hiki. Hawa watu au sisi watu tuko matabaka haya manne. Kuna Kihanga, kuna Idofi, kuna Kipagamo, kuna Kikula. Hawa watu au sisi watu tuko kwa idadi kamili, kila mwenyekiti anayeongoza mitaa hiyo pamoja na serikali ya mitaa na wajumbe wake. Na wewe nafikiri ndio njia uliyopita. Nikuombe sasa, kupitia idadi ya watu hao, tunaomba hati miliki ya maeneo unayotuhakikishia kwamba tutakuwa ni sehemu yetu ya matumaini ya kubadilisha maisha yetu tutakayoishi pamoja na vizazi vyetu vyote. Hakikishie hati ya maeneo yetu kwanza. Wataalamu nyinyi hamwezi kuyatambua, au halmashauri na wataalamu wangu hamwezi kutambua na kuandikia dokumenti za hayo maeneo yao. Sasa shida nini? Waandikieni, kila mmoja ashike eneo lake, ajue mimi eneo langu ni hili na mimi hili. Sijui tunaelewana? Wangapi wanasema waandikiwe kwanza kabla ya kazi kufanyika? Andikiwa eneo langu hili, eneo langu hili, eneo langu hili, upewe dokumenti ya serikali. Mmenielewa? Mimi nilichofanya, nimeenda wizarani. Baada ya kufika wizarani, nikasema ngoja tufanye jambo la msingi. Tunatafuta maendeleo. Wananchi wangu wanalima kwenye maeneo ambayo
huwezi kulima kwa tija. Unalima una eneo labda eka 2, unalima robo eka au nusu eka, sehemu nyingine zimejaa majani na maji. Nifanye nini ili yale maeneo yote yalimike bila kumwathiri mwananchi aliyopo kwenye eneo husika? Nikawatuma wataalamu. Ambia wataalamu, hebu nendeni mkalitembelee ile eneo, angalieni kama linafaa kwa ajili ya kuwaboreshea mazingira wananchi, walime kisasa, walime vizuri. Wakaja wataalamu, wakapitia, wakapima eneo jumla, wakaniambia eneo linalolimwa sasa hivi halifiki eka 350 ambalo limelimwa, lakini jumla, Mheshimiwa Waziri, ya eneo lote ni heka 1300 likiwa na madaraja matatu. La kwanza ni linaloanzia kuanzia nyuma lami hapo kwenda mpaka linakopita bomba la mafuta, linakopita nyaya za umeme. Kutoka nyaya za umeme kuna bomba la mafuta, kuna reli hapo katikati, kuna heka 1300. Tunalima chini ya heka 400. Tukiliboresha tutalima heka zote 1300 sisi wenyewe. Nasisitiza, sisi wenyewe. Na ninasema hivi kwa sababu nina mifano hapo Mbalali, hapo Igawa tuna mradi tumejengwa hapo na serikali. Eneo lile wamepewa wananchi, wametengeneza ushirika wao, wanalima. Baada ya kupitia wataalamu, wakaja wakaniambia hili eneo linafaa kulimwa kwa eka 1300 na halitalimwa mara moja. Ndani ya hizi eka 1300 tutajenga bwawa ndani, alafu tutawawekea na miundombinu. Nikawaambia inagharimu kiasi gani, wakasema tutafanya tathmini, tutatengenezea kitu inaitwa BOQ. Sasa sijui kwa Kiswahili inaitwaje, lakini watatengeneza taarifa ya kina inayochanganua kila linalotakiwa kufanyika hapo, ili tupate kinachotakiwa kufanyika kwa gharama gani. Wameenda wametengeneza, wamekamilisha. Walipokamilisha, nikawaambia sasa mumwandikie mkurugenzi, mumjulishe kwamba tuna fedha tunataka kuzileta kwa ajili ya kujenga mradi utaosaidia wananchi kwenye umwagiliaji. Naomba nisikilizeni mimi. Tunaloboresha si ndio hilo eneo la bondeni? Si humo ni watu wanalima. Tukiboresha eneo hilo, yule anayelima ndiye atayebakia hapo. Hakuna mtu atamtoa mtu humo ndani, labda mtu mwenyewe aamue kuondoka mwenyewe. Naomba nirudie hilo. Hakuna mtu, nasisitiza mimi na nimesisitiza mara 2, hakuna mtu mwenye mamlaka ya kumtoa mtu kwenye eneo alilokuwa anafanya kazi.